Wakati kesi ya mauaji ya kikatili ya msichana mwenye umri wa miaka 19 Nasibu Tadicha Abdi aliuawa mwishoni mwa mwezi uliopita katika eneo la Malkagala, kaunti ndogo ya Cherab, ikitarajiwa kuanza kusikilizwa katika mahakama kuu ya Isiolo. Mashirika ya kiraia, moja watetezi wa haki za kibinadamu na washikadau tofauti gatuzi la Isiolo wamejitokeza na kuungana kulaani tukio hilo, wakilitaja kuwa ni ukiukaji mkubwa wa haki za msingi za kibinadamu unaohitaji hatua za haraka kutoka mamlaka na jamii kwa ujumla. Mambo mengine si mambo yalikuwa yanaonekana. Unapata ya kwamba mbeleni tulikuwa tunaongea katikati ya town, but unapata ya kwamba mpaka kule mashinani kule Malkagala unasikia ambayo ni very remote areas, cases ambazo hazijawahi kuonekana wala kusikika zimeweza kufanyika. Pia wameelezea wasiwasi wao kuhusu ongezeko la visa kama hivi sawa na dhuluma za kijinsia, sana sana vikihusishwa na watoto walio chini ya miaka 13 ambavyo vimeripotiwa katika gatuzi hili kuanza mwezi Januari mwaka huu. Januari mwaka huu tu mtoto wa grade 8 ambaye alikuwa na miaka 14 kutoka kwa shule ya Biliko Primary School aliweza kurepiwa na akapewa mimba na mtu ambaye alikuwa anajulikana na familia yake. Mwingine wa miaka 4 mwezi wa 6 aliweza kudifailiwa, mwezi wa 6 miezi 2 iliyopita. Na hii mwezi pia mwisho ya hii mwezi ya hiyo mwezi wa 6 mtoto wa miaka 13 ambaye ako grade 8 bado pale Malkagala Junior Secondary School alikuwa pia sexually assaulted na mtu wa miaka 27. Na mwingine wa miaka 14 bado ambaye ni wa grade 8. Kwa hivyo tunaangalia kwamba kama watoto ni kama wanalengwa watoto wa grade 8. Hiyo ni kuua ndoto ya huyo mtoto. Huyo mtoto wa miaka 14 bado wa grade 8 kutoka Mataharba alikuwa defiled, akapewa mimba, akapata complications ya kusema kwamba aweko hospitali na kuanza kuongezewa damu ambayo inaleta additional financial constraint kwa hiyo familia, na bado wanapata pia trauma. Na mwezi uliopita pamoja na yale yametendeka ni hiyo ya Nasibo na Angelica Kananu, yote imeweza kutendeka wakati mmoja ambayo ijaachana sana, lakini sisi tunaangalia kwamba trend imekuwa wanalenga kina mama, wanalenga pia watoto wa miaka 13, kwa sababu ukiangalia ni 14 13 ambayo ukiangalia pia kwa masomo ni watoto wa grade 8. Kwa hivyo tunasema kwamba kuna hatari kama sisi wenyewe hatutaweza kuongea. My name is Lotaruk Nahashon. I work with the National Gender and Equality Commission at the Isiolo Regional Office. I stand here in solidarity with the rest of the stakeholders here, that is the CSOs and also the human rights activists here in Isiolo, to condemn the continuous heinous acts that have happened in our county Isiolo. I think the most devastating one is the one that just happened in Malkagala, in Merti, and I think for us as a commission, we say that we cannot continue watching over such acts happening. And we call upon all the security agencies. And I also want to thank them because for this Malkagala one, they have taken a swift step because already the perpetrator will be in court tomorrow. And we stand in solidarity with the family. Okay, my name is Collins of Grassroots Disability Agenda, which is one of the defenders of human rights in Isiolo County. We are here to support our cause, which is strengthening the human rights activities happening in this region. Today we are here as a team, that is the civil society organizations, to cry out to the national government and the county government, both the national government, that is Kenya, and the county government of Isiolo, of a few cases of sexual and gender-based violence that are happening in this region. Majina naitwa Pauline Kenywa. Mimi ni one of the human rights defenders. Mimi kwangu nasikitika sana kwa hii jambo linalotokea, sababu huko tu mali hizi cases zote ziko, bado kuna mtoto mlemavu ambaye ni wa miaka 18 aliweza kunajisiwa na hakuna hatua mpaka sasa imechukuliwa.
nauliza kama wale wa kawaida wanafanyiwa tendo kama hili, na hawa walemavu je, watafanyiwa aje? Sababu labda kuna mmoja amefanyiwa unajisi, hawezi kuongea, haoni ni nani alimfanyia na hawezi kusema. Unaona sasa inakuwa mbaya zaidi kwa hawa watoto na vijana ambaye wako na ulemavu. Kwa majina ni Anab Qasim, mwanaharakati katika kaunti yetu ya Isiolo County. Wito wangu katika all civil society katika hii county iamke. Serikali ambayo iko na gender offices ambayo wanachukua mishahara pia waamuke. Tuweze kuongea ndio tuweze kusaidia watu wetu. Kwa sababu yale yanayoendelea si jambo la kufurahisha. Mbeleni tulikuwa tunaongea about domestic issues. But saa hizi tunafika mahali mtu anaua mtu na kukatakata. Jambo ambalo halikuwa la kawaida. Kwa hivyo mimi ningetoa wito wangu kwa sisi wote ambao tuko popote. Tuweze kutoa sauti ili ndo wale watu wa usalama waweze kuichukua ile maneno na kuweza kutimiza. My name is Iris Ayeta from Grassroots Disability Agenda and also a Human Rights Defenders. We advocate for the rights of persons with disabilities, and today we are here to just air our voices concerning the killings that are going on in our county, concerning young women, girls, and also our men are not being left behind, because some men, our young boys are also being sodomized. And being a lawyer, you know, we are here to protect the rights of our citizens. And as these matters are going on, and we are urging the courts to just make sure that everything that is being brought to them is being handled with the seriousness that it deserves. We are seeing that cases that concerns defilement, murder, that are being referred to kangaroo courts, and we really don't want this to happen, because we see that the men in the villages are taking advantage of this. They are thinking that now, even if I defile someone, I will just be this lady or this girl will be brought in to me, and then most probably tutabadilishana na ng'ombe, mbuzi. You see, now this is giving them the leeway just to think that this will be a norm in the society. Kwa majina naitwa Adija Abdi, mwanaharakati wa hapa Isiolo. Wazee, raundi nimekuja kwenu kwa sababu kesi zile mingi zinakuwa na ujma ya kuwa zitaenda mbele, kwa sababu wazee wameketi chini wamesema. Wazee raundi karne ya saa hii si mambo na wazee, tunatumia katiba ya Kenya. Sheria lazima tutaiangalia, na mauaji, kesi za mauaji, hakuna mambo ya kangaroo courts. Na tukasema kwamba hata wale wote, jamii kwa jumla, wazazi pia waweze kuangalia watoto, walimu pia wakue, kwa sababu wote tuko stakeholders katika ile hali ya kuchunga maisha ya watu. Watu wa bodaboda pia, maana bodaboda ni sekta ambayo ni muhimu. Yale yote yanaongewa hata kwa simu, mtu wa bodaboda akiwa amebeba mtu anasikia. Youth wetu ambaye labda saa zingine wao watoto baadaye wakisoma wakuwe wazuri, ikiwa ni wasichana watawaoa baadaye na watakuwa na faida kwao. Pia wachunge wasichana wakiwa wadogo, wasiachilie waseme hii mzigo ni ya mwenyewe. Na ninaomba society mzima, baba, mama, kijana, msichana, tuweze kuwa brothers keeper, sisters keepers na parents keeper. Nikiripotia Kamachu TV, itaripota 001 wa Chumbi Kamachu.